Ndugu mwenyekiti, hawa ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi kubwa sana huku chini katika kuhakikisha ushindi wa Chama cha Mapinduzi, na ndani ya kata yetu ya Kwembe tuliweza kushinda kwa margin ya zaidi ya kura 300 katika uchaguzi wa serikali za mtaa. Hii yote ni ishara kuwa mwamko wa Chama cha Mapinduzi ndani ya tawi letu hilo la Luguruni ni mkubwa, na ndani ya mtaa wetu wa Luguruni pia jambo hilo pia ni kubwa. Lakini nipende kuzungumza jambo moja. Ndugu mwenyekiti, ukiachana na shughuli za kisiasa ambazo tunafanya, lakini sisi kama tawi pia tumekuwa tukifanya juhudi katika kuhakikisha tunawainua vijana kiuchumi. Na katika jambo hilo, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, aliagiza halmashauri zote nchini zitenge 10% ya mapato yake, na katika 10% hizo 4% ziende kuwawezesha vijana kiuchumi. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Lakini mwenyekiti, vijana hao wamenituma niseme siku ya leo wanaridhishwa na utoaji wa awamu ya kwanza ya fedha zile, lakini elimu ilikuwa bado haijafika huku chini. Tumefanya kazi kubwa sana ya kufanya ziara katika mashina yetu kuhakikisha tunawapa vijana hawa elimu kuhusiana na mikopo ile. Lakini tunachoomba ndugu mwenyekiti, wewe kama mwenyekiti wa vijana mkoa wa Dar es Salaam, uende ukasimamia uwazi katika mchakato hilo. Vijana kwanza wanatamani kujua ndani ya halmashauri zetu za mkoa wa Dar es Salaam 10% hizo ambazo zinatajwa ni kiasi gani. Lakini pia wanataka kujua 4% inayoenda kwa vijana ni kiasi gani. Lakini pia wanataka kujua makundi ya vijana waliopewa pesa hizo yawekwe hadharani ili kuweza kuweka mchakato huu. Lakini cha tatu, tunaamini vijana hao ambao wanakipigania chama huku chini wana nafasi kubwa pia ya wao kuweza kupata pesa hizo ili tuweze kuwainua kiuchumi na waweze kufanya shughuli za kisiasa kwa uhuru mkubwa. Awali ya yote nitumie muda huu kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa kibali cha afya na uzima. Ndiyo maana leo hii tumekusanyika hapa kwa maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania, lakini hususan kata yetu ya Kwembe, lakini mahususi kabisa tawi letu la Luguruni. Luguruni oye! Ndugu zangu, leo ninayo furaha kubwa sana kuwaona vijana wenzangu ngazi zote, kuanzia ngazi ya shina pamoja ngazi ya tawi, kata pamoja na wilaya na mkoa mzima wa Dar es Salaam, kuwaona mkiendelea kuhakikisha mnakijenga na kukimarisha chama chetu. Lakini ninao furaha iliyotukuka sana kuwaona ndugu zangu mmoja wa vijana tawi la Luguruni wakiongozwa na mwenyekiti pamoja na kamati nzima ya utekelezaji kwa kuendelea kuiishi katiba ya Chama cha Mapinduzi, mahususi kabisa ibara ya 21 ambayo leo hii mmezindua shina hili, ambao tunatambua sote wana CCM ujenzi wa shina imara ndio ujenzi na msingi mzuri wa Chama cha Mapinduzi. Luguruni oye! Na hilo niwapongezeni sana. Lakini nitoe wito wangu, leo mmezindua shina hili, tunatambua uimara wa shina ndio imara wa Chama cha Mapinduzi. Isiwe ndio mwisho wa kuzindua shina, lakini nikuombeni sana vijana wenzangu, mlipozindua hili shina, basi muendelee kuziishi mila na tamaduni za Chama cha Mapinduzi ili tuendelee kupata na kuzalisha wanachama wengi, hususan kipindi hichi kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. CCM oye! Yapo mambo makuu mawili ya msingi lazima ninyi makada na wakereketo wa Chama cha Mapinduzi na viongozi mbalimbali muyatambue. Jambo la kwanza, tunaposhiriki mchakato, kuna kushiriki katika kuhakikisha tunaendelea kuhamasisha na kuzalisha wanachama wengi ili itakapofika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, basi tukapate kura zenye hadhi ya mambo yaliyotekelezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Lakini ndugu zangu, mchakato wa pili wa kushiriki zoezi hili ni wa sisi vijana, makada na wanachama wenye sifa na waliojipima wana uwezo wa kutosha kuwania nafasi mbalimbali, nao mchakato huu unawahusu. Na hapa nizungumze mahususi 400 kwa vijana, 2% kwa makundi ya walemavu, lakini 4% za wanawake. Fedha zilizopokelewa ni takriban bilioni 4.8 ambazo vijana sisi tumepokea takriban bilioni 1
4.06 zimetumika katika vikundi 406 katika wilaya yetu ya Ubungo. Hizi zimetolewa hapa, lakini mwaka jana fedha hizi zilistopishwa, yaani kwamba zilizuiliwa kutokana na utaratibu haukuwa vizuri na kutokana na sababu za urasimu. Na kwa kuwa mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kuinua wananchi na Watanzania kwa ujumla, fedha zile zimerudishwa tena, michakato inaendelea, na tulimuomba waziri husika aendelee kutoa mazingira rafiki ili vijana wetu, akina mama na makundi mengine yaendelee kunufaika na hizi fedha ya mapato ya halmashauri. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Kwa sisi tunapomzungumzia Daktari Samia Suluhu Hassan tunamaanisha, msidanganywe, Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kupanua na kukuza demokrasia ya taifa letu. Na hapa tuelewane vizuri, vijana wenzangu, zipo kelele maeneo mbalimbali, vijiweni, kwenye mabaa, mitandaoni ya ndugu zetu. Mimi nasema wale huwa siku zote hawana nia njema na taifa letu, lakini wao wanasahau kwamba taifa hili lina kanuni, taifa hili linapaswa kuheshimiwa katika mamlaka zote. Na ninyi ndugu zangu, kama mnaamini katika dini, hakuna mamlaka yoyote iliyokuja hivi hivi. Mamlaka yoyote inakuja kutokana na matakwa ya nani? Ya Mungu. Wao wamekuwa ni sehemu ya kubeza, kutoheshimu mamlaka ya nchi, kumdhalilisha Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hapa tuwaambie na niwatake vyama vyote vya upinzani katika hili, waache mara moja kuendelea kutoheshimu mamlaka ya nchi, kuendelea kumdhalilisha Daktari Samia Suluhu Hassan. Na wanapozidi kuendelea, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam hatutosita kuwavaa kwa namna yoyote ile. CCM oye! Na hapa watuelewe vizuri, wao CCM ikiwa inaendelea kujiimarisha kuanzia ngazi ya shina, wao kazi yao kubwabwaja mitandaoni, kazi yao kubeza maendeleo na mafanikio ya serikali ya CCM, kazi yao kumtusi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwaombe wakakae, wajitathmini, wakakae, wajitafakari, wakakae, wakatafute madhaifu ya vyama vyao na si kuhangaika na maendeleo yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hapa tunawataka kweli kweli waende wakishajitathmini, wakishajiangalia wamekosea wapi, kama watashiriki uchaguzi hewala. Lakini sisi kwetu vijana wa Dar es Salaam, uchaguzi kwetu ni kipaumbele, kwa sababu maendeleo ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyofanya katika taifa hili, aliyofanya katika wilaya yetu ya Ubungo, tunayaona na tunaendelea kuyasema bila kupepesa macho. CCM oye! Kuonja sumu ya kutawaliwa takribani miaka 10, uongo kweli? Lakini maendeleo ya kipindi kile, na waliwalaghai wananchi katika maeneo mbalimbali, wakawaaminisha kwamba wao wanakuja na chachu ya maendeleo, wakazira baadhi ya mambo kwa sababu wao ni wazee wa kususasusa. Wakaendelea kupambana, wakapata jimbo hili la Kibamba, wakapata jimbo la Ubungo, wakampata meya Boniai, uongo kweli? Lakini huwa wanajinasibu kwamba serikali hii hawana imani nayo kwa sababu ya wao hawatendewi haki. Wanaendelea kutafuta huruma kwa wananchi bila kukaa na kujitathmini. Sisi tunawaambia Wanakwembe na wilaya nzima ya Ubungo, sisi hatuwezi kukubali kudanganyika. Kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumeiona na tunaenda naye, tunatamba naye itakapofika Oktoba mwaka huu. Dr. Samia oye! Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.